Msimamo mkali wa kisheria na kijamii umeendelea kuchukua sura mpya nchini Tanzania kufuatia kauli nzito zilizotolewa na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, yani TLS, wakili msomi Boniface Mwabukusi. Kupitia ujumbe wake maalum alioiweka katika mtandao wa kijamii wa X, mwanasheria huyo mkuu ameonyesha kusikitishwa na mwenendo wa sasa wa kisiasa nchini, akirejelea maandiko ya kiroho yanayobainisha kuwa viongozi daima watagundulika na kutambulika kwa kupitia vinywa vyao pamoja na matendo yao ya kila siku mbele ya jamii. Mwabukusi ameweka wazi kuwa ipo haja kubwa ya kuwa na mfumo rasmi unaofanana na usajili wa kisheria ili kuwasajili na kuwapima wabunge wote wanaoingia ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na watendaji wa taasisi zote zilizokabidhiwa dhamana ya kulinda utu na uhai wa wananchi ili kuhakikisha kuwa viongozi wanaoingia madarakani wana sifa za dhati za kulinda ubinadamu. Wakili huyo amekumbusha kuwa kwa miongo miwili taifa la Tanzania lilisifika duniani kote na katika bara la Afrika kama nchi ya mstari wa mbele katika harakati za ukombozi wa nchi mbalimbali, likihubiri na kusimamia kwa vitendo misingi ya haki, usawa na uhuru wa watu kujitawala wenyewe bila hofu ya kukandamizwa. Mwabukusi amebainisha kuwa ni jambo la huzuni kubwa kuona kuwa kwa sasa taifa la Tanzania limepoteza tunu zote hizo za kitaifa zilizofanya liheshimike, na badala yake kumekuwa na uwekezaji mkubwa katika kueneza chuki, kuendeleza ulaghai wa kisiasa, utumiaji vitisho dhidi ya wakosoaji na kukataa kuiwajibika kwa raia wake. Kiongozi huyo wa TLS amefafanua kuwa hatua za hivi karibuni ya Bunge la Ulaya kuchukua jukumu la kujadili masuala ya usalama na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania ni ishara ya aibu kubwa kwa vyombo vya ulinzi na usalama vya ndani pamoja na umuhimili wa bunge la nchi ambalo limeacha wajibu wake wa kikatiba, akifananisha hatua hiyo na baba wa jirani anapoamua kuingilia kati kunusuru watoto wa familia iliyotelekezwa na baba mzazi asiyejali watoto wake. Ameongeza kuwa katika kipindi hiki cha dhiki ya kisiasa na kidemokrasia, mataifa ya nje yanayopasa sauti kutetea raia ndio marafiki ya kweli wa maendeleo, utawala bora na ukusaji wa demokrasia nchini, kwa sababu rafiki wa kweli daima anatambulika wakati wa shida. Mwabukusi amedhahadharisha kuwa ikiwa mifumo ya utawala imechelewa sana kufanya marekebisho, bado muda upo wa kujisaisisha kwa kufanya yale yote yanayohitajika kisheria na kikatiba ili kurejesha amani, huku akisisitiza kuwa misingi ya ukweli, haki pamoja na uwajibikaji ndiyo njia pekee ya kweli na sahihi inayoweza kuliponya taifa kutoka katika mtikizo wa sasa. Hali hii ya Mwabukusi imekuja wakati ambapo bunge la Marekani na Ulaya limeingilia kati mzozo mkubwa wa kimaamuzi na kamisheni ya Umoja la Ulaya kuhusu utolewaji wa msaada wa kifedha wa kiasi cha euro milioni 156 zilizopangwa kupewa serikali ya Tanzania kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Wabunge wa Bunge la Ulaya wameweka msimamo dhabiti wakitaka msaada huo usitishwe mara moja hadi pale serikali ya Tanzania itakapofanya mageuzi makubwa ya kidemokrasia na kukomesha vitendo vyote vya ukandamizaji, utekaji wa raia na mbinu za hasi dhidi ya umma na vyama vya upinzani. Kamati ya mambo ya nje ya bunge hilo chini ya mwenyekiti David Alista imeeleza kuwa Tanzania imeshuhudia mdororo mkubwa wa haki za kibinadamu na kufungwa kwa nafasi za kidemokrasia
tangu kukamilika kwa mchakato wa uchaguzi mkuu uliopita wa mwezi Oktoba mwaka wa 2025, jambo linalofanya jumuiya hilo la kimataifa kutotumia fedha za walipa kodi wake kufadhili migomo ama mifumo inayokiuka misingi ya kiutu. Wabunge hao wameeleza kuwa viongozi mashuhuri wa upinzani nchini Tanzania akiwemo mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu wameendelea kushikiliwa gerezani kwa kipindi kirefu kufuatia mashtaka yanayotajwa kuwa na malengo ya kisiasa ili kudhoofisha nguvu ya vyama vya upinzani nchini. Bunge la Ulaya limepitisha azimio la pamoja kwa kura 31 za ndio dhidi la kura moja pekee ya hapana, likitaka kamisheni ya Umoja wa Ulaya kuweka masharti magumu yanayofunga utolewaji wa fedha hizo na ulinzi wa haki za kiutu nchini Tanzania, pamoja na kuunga mkono wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu matukio ya vurugu zilizojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu uliopita, ambapo ripoti za mashirika ya haki za binadamu zinasema kuwa zaidi ya raia 500 walipoteza maisha yao. Mbali na shinikizo hilo kutoka barani Ulaya, maseneta wa nchi ya Marekani Ted Cruz kutoka kwa chama cha The Republican na Jeanne Shaheen kutoka chama cha Democratic wamewasilisha kwa pamoja mswada wa vyama viwili bungeni unaoitisha sheria ya kutathmini upya mahusiano ya pande mbili kati ya nchi ya Marekani na Tanzania. Mswada huu unalenga kulazimisha serikali ya Marekani kufanya tathmini ya kina ya kimkakati kuhusu ushirikiano wake wa kiuchumi na kidiplomasia na Tanzania, pamoja na kuandaa ripoti rasmi itakayochunguza na kuwataja kwa majina maafisa wote andamanishi wa serikali, viongozi wa chama tawala cha CCM na makomanda wa vyombo vya usalama wanaohusika na ukiukwaji wa haki za binadamu ili kuwawekea vikwazo vikali, ikiwemo marufuku ya visa na kufungia mali zao zote zilizopo nchini Marekani. Seneta Ted Cruz amebainisha kuwa mamlaka za Tanzania zilidhoofisha kwa kiasi kikubwa uhalali na usawa wa uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 kwa kuzuia vyama vya upinzani kushiriki kikamilifu, kuwakamata na kuwateka viongozi wa dini na kufanya udanganyifu mkubwa wa kura, huku wakitumia nguvu ya dola kudhibiti shughuli za kidini, kuzuia mikusanyiko ya waumini wa Kikristo na kuweka vikwazo vya shughuli za makanisani nchini. Kwa upande wake, Seneta Jeanne Shaheen ameeleza kuwa ingawa Tanzania imekuwa mshiriki muhimu wa Marekani katika Afrika Mashariki, kudorora kwa demokrasia na ongezeko la vurugu za kisiasa haliwezi kupuuzwa tena, na kwamba Marekani lazima isimame imara kutetea utawala wa sheria, hasa katika kipindi hiki ambacho nchi ya China inajaribu kuongeza ushawishi wake nchini Tanzania katika maeneo ambayo taasisi za kidemokrasia zimekubikwa na changamoto kubwa za kiutendaji.